Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais Ibrahim Traore wa Burkina Faso amefuta vyama vyote vya siasa nchini humo. Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imefuta vyama vyote vya kisiasa na kufuta mfumo wa kisheria uliokuwa unasimamia uendeshaji wake kwa mujibu wa amri iliyoidhinishwa na baraza la mawaziri la taifa hilo la Afrika Magharibi mnamo siku ya jana Alhamisi. Hatua hiyo iliyochukuliwa na utawala huu wa kijeshi chini ya Rais Ibrahim Traore aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya Septemba mwaka 2022 ni hatua ya hivi karibuni ya kuimarisha udhibiti wa mamlaka baada ya kusimamishwa kwa shughuli za kisiasa kufuatia mapinduzi hayo. Waziri wa mambo ya ndani wa Burkina Faso Emile Zerbo amesema uamuzi huo ni sehemu ya juhudi pana za kujenga upya dola, akidai kuwa mfumo wa vyama vingi ulikuwa unatumika vibaya na kushindwa kufanya kazi ipasavyo. Amesema tathmini ya serikali imebaini kuwa kuongezeka kwa idadi ya vyama vya kisiasa kumechochea migawanyiko na kudhoofisha mshikamano wa kijamii. Kabla ya mapinduzi, Burkina Faso ilikuwa na zaidi ya vyama vya siasa 100 vilivyosajiliwa, huku 15 kati ya hivyo vikiwa na uwakilishi katika bunge. Amri hiyo ya kufuta vyama vyote vya siasa na miungano ya kisiasa ni kwamba sheria ya kufuta kanuni zilizokuwa zinasimamia vyama, ufadhili wake pamoja na hadhi ya kiongozi wa upinzani itapelekwa kwenye baraza la mpito kwa ajili ya kuidhinishwa kulingana na kumbukumbu za kikao cha baraza la mawaziri. Mali zote za vyama vya siasa vilivyovunjwa ama kufutwa zitahamishwa mikononi mwa serikali. Taifa hilo la ukanda wa Sahel, kama zilivyo nchi jirani za Mali na Niger, limekuwa likipambana na makundi ya kigaidi yanayohusishwa na Al-Qaeda na Islamic State ambayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwafanya mamilioni kukimbia makazi yao katika kipindi cha zaidi ya muongo mmoja. Rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore amekumbana na changamoto kadha wa kadha katika kipindi alichoingia madarakani kutokana na namna ambavyo serikali yake imekuwa ikikumbwa na changamoto za ndani pamoja na nje. Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso, alilazimika kuwafukuza wanajeshi wa Ufaransa pamoja na Marekani ambao walikuwemo nchini humo kutokana na kwamba ilidaiwa ndio waliokuwa wakisababisha machafuko na kuwasaidia waasi katika taifa hilo. Hata hivyo, ndani ya nchi yake pia, licha ya kwamba kumekuwa na uasi uliokuwa ukifanyika, bado anaendelea kupambana nao. Lakini moja kati ya jambo lingine ambalo linaonekana wakati huu ni baadhi ya wanajeshi kutaka kumwangusha kiongozi huyo. Hawa ni wale viongozi wa zamani, na katika siku za hivi karibuni moja kati ya viongozi aliyefanywa mapinduzi alitaka kufanya mapinduzi kumpindua Ibrahim Traore. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.